Kuna kauli maarufu ambayo huwa watu wengi wanapenda kuzungumza, wanasema kwamba kwenye mafanikio ya mwanamke huwa siku zote kunakuwa na mkono wa mwanaume, lakini hii imekuja kiutofauti kwa ndugu yetu Nai. Of course, kama jinsi tunavyoelewa kwamba Nai amefungua biashara yake mpya ya Nai Cosmetics au Nai Beauty, ambapo hizi ofisi zipo maeneo ya Kijitonyama. Of course, anajishughulisha na masuala ya cosmetics na vitu kama hivyo. Sasa watu wengi wamekuwa wakijaribu kusema kwamba Nai kwenye hii ya biashara yake, of course, hajafungua yeye kwa pesa zake mwenyewe binafsi, bali kuna mkono wa mwanaume ambaye amemsaidia kumpa pesa ili kuweza kufungua hiyo biashara. Na watu wengi walikuwa wakimhusisha Pacome, maybe ni moja kati ya watu ambao labda kahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumpa pesa na vitu kama hizo. Lakini kwa mujibu wa Nai, amesema kwamba imemchukua miaka 6 mpaka miaka 7 kuweza kujichanga kidogo kidogo ili kuweza kufungua hii biashara ambayo ameifungua sasa hivi. Umeelewa? Sasa hivi ni kweli kwamba mwanamke akijitafuta kwa nafasi yake alafu akifanikiwa, ni kwamba kuna lazima kwamba lazima kuwe na mkono wa mwanaume? Hebu niambie mtazamo wako ni upi, alafu sikiliza kile ambacho amekizungumza naye, alafu niambie take yako ni ipi. Hapo chini kwenye comment, mimi nitakuwa nasoma comment ambayo utakuwa umtuandikia. Chao. Kwenye kila mafanikio ya mwanamke kuna mwanaume nyuma yake, na kwenye kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake. Hii ilikuwa ndoto yako ya muda mrefu sana, miaka 7 nyuma umesema. Hiyo kauli pengine labda inaweza kana nafanya kazi kwako kutokana na vitu ambavyo inafanya kazi kwa watu wengine. Kwangu inaweza ikaja ikafanya kazi, au inaweza ikawa inafanya ikaja kufanya kazi baadaye, lakini on me na Nai Beauty tunayoiona hakuna mkono sawa wa mtu yoyote. It's only me. That's why I take 6 or 7 years kuhaso kufikia hapa nilipofika, mpaka nimefungua Nai Store niweze tu kupata hela kuweze kufungua product yangu. Haikuwa rahisi, you know, so yeah. Kuna wafanyabiashara wengi pia kwenye hii biashara ambayo umeingia wanafanya hii kazi ambayo pia unaifanya. Wewe ni mgeni kwenye hii biashara. Sasa nataka nikwambie. Nitajie hao afu nikwambie, kwa sababu mimi sio mgeni. Mimi nilikuwa natengeneza product, naenda kuchukua materials Kariakoo, natengeneza shahidi ya Mkoti. Hata Masha ukimuita hapa atakwambia huyo alikuwa anakwambia. Mimi nilikuwa natengeneza scrub, naenda kununua Kariakoo, nakaa ndani natengeneza mwenyewe. You understand? Kwa hiyo nilikuwa nafanya hivyo na watu wengi wanajua. Yaani watu wengi, hata Tesi alikuja hapa asubuhi akaniambia, "Yaani wewe unapenda product, it's been a long time unafanya hata before mimi." So unaweza ukaona kwamba kwa sababu unaweza ukaona mtu fulani amefanya, kwa sababu mimi sikuwahi kuwa nimefanya kiukubwa, kwa sababu nilikuwa nafanya. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.